Tulipobatizwa tulipewa mshumaa unaowaka kwa maneno haya: mmekuwa sasa mwanga katika Kristo, tembeni daima kama wana wa mwanga, ndumu katika imani, ili ninyi pamoja na watakatifu wote muweze kumlaki Bwana huko mbinguni. Mwisho wa kunukuu. Bwana Yesu aliwaambia wanafunzi wake na sisi pia kupitia maandiko matakatifu akisema, nukuu, ninyi ni mwanga wa ulimwengu, ni lazima mwanga wenu uangaze mbele ya watu, ili wayaone matendo yenu mema, wamtukuze Baba yenu aliye mbinguni. Mwisho wa kunukuu kutoka Injili ya Mathayo sura ya 5 aya 14 na 16. Wajibu wako ni upi? Wewe kama mshumaa, kama nuru, wewe kama mshumaa, je, unawaangazia wengine kwa matendo yako ya upendo na ukarimu, ukweli na haki, msamaha na amani, au unawachoma kwa nta ya ubahili na ubinafsi, nta ya majivuno na kiburi, nta ya ukatili na unyama, nta ya wivu na chuki, nta ya rushwa na ufisadi? Mshumaa unapokuwa na waka unakuwa unadondosha hiyo nta mara nyingi na uchoma na shtuka. Sasa unaweza kukuta unaangazia wengine, baada ya kuangazia wengine nafanya kazi ya kuunguza kwa choma kwa nta. Nabii Isaya anatupatia chemsha bongo akisema, na nukuu, je, sio kuwagawia wenye njaa chakula chako na kuwaleta maskini waliotupwa nje nyumbani kwako? Umonapo mtu aliye uchi, umvike nguo, ndipo nuru yako itakapopambazuka kama asubuhi, na afya yako itatokea mara. Kama ukiondoa nira isiwepo kati yako, wala kunyosha kidole, wala kunena maovu, na kama ukimkunjulia mtu mwenye njaa nafsi yako na kuishibisha nafsi iliyoteswa, ndipo nuru yako itakapopambazuka gizani, na kiwi chako kitakuwa kama adhuhuri. Mwisho wa kunukuu kutoka kitabu cha nabii Isaya sura ya 58 aya 7 hadi ya 10. Bwana Yesu anakualika wewe mbatizwa, wewe mfuasi wa Kristo, ufanye kazi ya chumvi, ufanye kazi ya nuru, uaksi kazi ya chumvi, uige kazi ya chumvi, uwe chumvi. Chumvi ina kazi 6.
Kwa hiyo zingatia hizo kazi 6 za chumvi, na katika maisha yako hizo kazi zionekane ukizifanya katika jamii. Kwanza, chumvi inatakasa kwa sababu ya rangi nyeupe kutoka mwamba wa chumvi. Enzi za kale ilitumika chumvi kusafisha, kutakasa, kung'arisha. Ndio maana Yesu amesema, na nukuu, chumvi ya dunia, ninyi ni chumvi ya dunia na sio chumvi ya bahari. Yesu anapotumia mfano huu anawataka wafuasi wake, yaani Wakristo, wawe vielelezo vya usafi kama chumvi. Pili, chumvi ni kiungo, ni kikolezo, inaongeza utamu, ladha kwenye chakula. Kama chumvi, Wakristo wanatakiwa waongeze furaha katika kazi za kila siku, kuongeza upendo na haki katika mazingira yenye huzuni na uchungu wa maisha, kuwa waaminifu katika kutimiza vyema wajibu zetu za kila siku. Kazi ya 3 ya chumvi, chumvi inafanya kazi ya kinga au hifadhi dhidi ya uozo. Chumvi inahifadhi chakula, hasa nyama na samaki, kisioze au kuharibika. Hivyo wewe mfuasi wa Yesu unatakiwa kuhifadhi jamii, kuanzia kwenye familia yako, kuhifadhi dhidi ya mmomonyoko na maporomoko ya maadili, dhidi ya uovu, ufisadi, ushoga, ujasusi, udhuluma, ulevi, ulafi na kadhalika. Kazi ya 4 ya chumvi, chumvi ikiliwa peke yake huleta kiu. Ukipenda kuwa na kiu, anza kulamba chumvi kama sukari, basi utakunywa maji ya kutosha. Wewe kama chumvi ulete jamii kiu ya kumjua Mungu, na kiu hiyo ianzie ndani mwako. Kiu ya kumjua Mungu, kiu ya kumpenda Mungu, kiu ya kumtumikia Mungu. Soma kitabu cha nabii Yeremia sura ya 17 aya 5 hadi ya 8 na Zaburi ya 42 aya ya 1 na ya 2. Kazi ya 5, chumvi huleta uhai. Kuhani hubariki chumvi akisema, tunakuomba kwa unyenyekevu upende kubariki kiumbe hiki, yaani chumvi hii uliyoagiza kwa njia ya nabii Elisha, itiwe katika maji
ili kuponya utasa wa maji. Mwisho wa kunukuu kutoka kitabu cha pili cha Wafalme sura ya 2 aya 26. Kazi ya 6, chumvi ikiwekwa kwenye kidonda inawasha. Wewe Mkristo, kama chumvi kwenye kidonda, ni lazima uwashe. Kwa njia gani? Kwa njia ya kuhubiri ukweli. Unapohubiri ukweli, hapo unaanza kuwasha, unachukiwa. Maana wengi wetu wamesema ukweli huuma. Kama Mtakatifu Paulo anavyomwagiza Timotheo akisema, na nukuu, hubiri huo ujumbe, sisitiza kutangaza, iwe ni wakati wa kufaa au wakati usiofaa. Hapo ndio kuwasha kunatokea hapo. Hubiri wakati wa kufaa au wakati usiofaa, yaani wakati ambao hata kupokea na kusikiliza ninayosema. Wakati utazomewa, utapingwa, hapo hubiri. Karipia, onya, na himiza watu ukiwafundisha kwa uvumilivu wote.